Kwa majina naitwa Nasongo Bruti, nikiwa mhubiri au mchungaji wa dini ya Musambwa ambayo ilianzishwa na Elijah Masinde, Israel Kawoya, Joas Walimoli, Benjamin Wekuke na Lucas Kipkech kutoka Pokoti. Na lengo ya kuanzisha hii dini ilikuwa kwa nusuru Afrika warudi katika kanisa au dini ya mwana Mwafrika ambayo itaruhusu ukipatiswa unapatiswa majina yote ya Kiafrika. Kwa mfano kama mimi Nasongo Bruti, nimepatiswa Nasongo Bruti. Sina haja tena kwenda kwa makanisa ambayo italazimu ukiwa kwa msikiti lazima uanzishe na jina la Mwarabu yoyote, au ukiwa kwa kanisa lolote la Wasungu lazima uanzishe na jina la Msungu yoyote. Kwa sababu nimeliona kwa makanisa ya Wasungu ukianzisha tu na jina lolote, hata ikiwa kama ni la muti au la chambo fulani kama Naiti, ni msichana mwenye alisaliwa usiku, na kumuita kwa lugha yetu anaitwa Sirima. Sasa kwa Sirima hawataki, lakini ukisema Naiti watampatisa. Mwenye alisaliwa saa 6 mchana kwa lugha yetu wanamuita Muwanga, lakini sasa kwa kanisa ya Msungu ukumuita Muwanga hauwezi kubali, lazima paka umuite White ndiye apatiswe. Mwenye alisaliwa kwa Matore, kwa Ndisi kwa lugha yetu huwa tunampatisa Matore kwa kanisa yetu ya Musambwa, lakini ukienda kwa dini ya Msungu lazima uite Panana watampatisa. Hujambo mtazamaji, karibu sana Black Mamba TV. Leo niko maeneo hii ya maeneo gani? Mutua. Maeneo ya Mutua ambayo iko kwa kata ya Luandeti Ward. Niko katika boma la huyu mzee ambaye anaitwa Nasongo Bruti, ambaye ndiyo kiongozi wa hii dini ya Musambwa. Leo hii tunataka tuweze kuongea pamoja na yeye, tuweze kujifundisha mambo zaidi kuhusu dini hii. Ningependa tafadhali utusaidie kuelewa hii dini ya Musambwa ni nini? Dini ya Musambwa, Musambwa ni kwa lugha yetu, lakini kwa Kiswahili ni roho. Kwa Kiingereza ni spirit. Yes. Sasa Musambwa ni ile roho ambayo Waafrika wetu walikuwa nayo, na ilikuwa inaelekeza kufanya tabia iliyo ya Kiafrika ambayo ni nzuri. Ndio maana ya roho, yani spirit. Na ni nini hasa kilimvutia Elijah Masinde kuanzisha dini hii mwaka wa 1943? Ilikuwa wakati kwanza alikuwa mshiriki wa dini ya Friends Quaker. Baadaye wakamwajiri akawa askari wa wakoloni. Lakini yale ambayo alikuwa anaona ni mbaya, kwa sababu wakoloni au wasungu walikuwa na mashamba wameandika White Highland. Na kwa hiyo mashamba walikuwa wanaweka wa Afrika wanaenda wanang'oa makwekwe. Wakati wanang'oa sisi tunaita wananjaka. Na shamba ilikuwa imejaa karibu eka 10, na wanalazimu utoe hiyo kwekwe yote mpaka mchome. Alafu kwa hiyo wasungu Elijah akaona wakati unaingia kwa msungu alikuwa kwa kete ameweka tipi. Lazima ukanyake kwa hiyo tipi ili isije ukaleta watutu kwa ng'ombe zake na kwa poma yake. Alafu ukifika kwa hiyo poma lazima uite bwana, uite msungu bwana. Na pipi ya msungu muite mama safi. Hiyo msungu Elijah akaona ni kama utumwa ambaye haistahili, ndiyo maana akaanzisha dini ya Musambwa ambaye itaruhusu hata Mwafrika pia aitwe bwana. Na mnaamini kuwa Masinde alipokea ufunuo wa moja kwa moja kutoka kwa were wa Musambwa? Unaweza kutueleza zaidi? Wakati alikuwa askari, Mungu akamuita katika mlima Elkoni, akafungua Sayoni ikaonekana. Na akamwambia, kabla sijakueleza yeyote, nataka uende uite watu hawa. Ukuche na Israel Kawoya kutoka katika jamii ya Bakitanga Babukusu. Alafu ukuche na Joas Walimoli kutoka kwa jamii ya Babuya. Alafu ukuche na Benjamin Wekuke kutoka kwa jamii ya Baafu. Alafu ukuche na Lucas Kipkech kutoka kwa jamii ya Wapokoti. Wakati alienda kawaita wote, Mungu akawaambia ya kwamba na watuma muende mwambie Waafrika watoke katika kinywa ya Msungu. Watoke katika ipata ya Msungu, watoke katika serikali ya Msungu, watoke katika hata mienendo ya Msungu na majina ya Msungu.
Okay, na ibada zenu hufanyika vipi? Ni nyakati gani huwa muhimu zaidi kwenu? Sisi wakati wa kutoa sadaka ya kuteketezwa vile, kwa sababu Mungu wakati alimuita kwa mlima Elkoni alimfungulia kitabu cha Malaki 4:4 ya kwamba ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu niliyomwamuru huko Horebo. Kwa hivyo sisi tunazingatia katika torati, na katika torati tuko na ibada ya kuchoma. Sasa mpaka saa hii sisi huwa tunachoma kuku, ng'ombe, mbuzi, kondoo na wanyama wote wa kufugwa ambao hawana makucha kama nguruwe na vingine kama sungura. Oh. Na mbona mlima Elgon ni mtakatifu kwenu? Kuna historia maalumu inayohusishwa nao? Mlima Elgon kabla hata Elisha achakucha, wakati tulikuwa tumetoka nchi ya Egypt tumefika katika sehemu anaitwa Kukumayu. Ukiwa Kanyarkwatu hapo ng'ambo ya mto ya Swami. Tulikuwa na Lukova, yani kambi. Na katika hiyo kambi tulikuwa na manabii wenye walikuwa wanaenda kwa hiyo mlima. Na hiyo mlima wakaita mlima Masava. Yani Masava ni mahali pa kupelekea maombi. Kwa hivyo ilikuwa mlima mtakatifu. Na wakati waliingia kwa hiyo mlima, walipata tuko na chiwe kubwa limekaa kama meza. Wakati wanaenda kwa hiyo chiwe wanapika makoti, na Mungu ambaye sisi tulikuwa tunamuita Mwambu alikuwa anaongea nao, anawaelekeza katika njia iliyo mzuri isiyo na uadui. Okay. Na sadaka na sala mnazotoa zinaelekezwa kwa nani hasa na ni kwa lengo gani? Sasa wakati manabii wetu walienda kwa mlima, Mungu aliwachulisha ya kwamba enda waambia watu mimi ni Mungu Mungu muumba mbingu na nchi. Kwa hivyo wakati walikuja walikuwa wanamuita kwa lugha yetu walikuwa wanamuita were wabumbe likulu neliloba. Ani aliyoumba mbingu na nchi ndiye huwa anatuongoza na anatupea uzima. Okay. Na ninyi mnazungumziaje nafasi ya mizimu katika imani yenu? Misimu kutoka zamani tulikuwa na misimu. Kwa sababu wakati hata mtu alikuwa ameuawa, anamjui mahali alikuwa mwili yake yuko, alikuwa anakuja kwa njia ya msimu, anasema mimi nimeuawa, mwili yangu iko machini au iko kwa sehemu fulani kwa kichaka. Na wakati wanaenda kwa hiyo kichaka wanapata hiyo mwili. Hata saa nyingine walikuwa wanaenda wapate nyang'au wamekula hiyo mwili, wamekula kila kitu. Sasa walikuwa wanachukua tu chiwe kutoka hapo na wanakuja na chiwe nyumbani na wanasika hiyo chiwe kwa niaba ya msimu mwenye ilikuwa imeonekana. Swali lingine ni kwamba zamani mlikuwa mnapinga shule za serikali na kulipa ushuru. Je, hali hiyo imebadilika leo ama bado mko katika hiyo hali? Tulikuwa tunapinga kwa sababu Elisha Mungu alimwambia wakati mtashirikiana na msungu kwa lolote lile, basi atakaa. Kwa hivyo hata ilikuwa mzuri hata mbaya, mpinge ndiye aone hana nafasi ya kutumika kwa Mwafrika, ndiye awe na nafasi ya kurudi kwao. Na wakati alirudi kwao, Elisha alisema vitu vyao vyote mrizi. Hata ikiwa na mashule mrizi, ikiwa punge mrizi, ikiwa ni ng'ombe mrizi, mashamba mrizi. Kwa hivyo tulirizi hata mambo ya elimu. Na swali lingine ni kwamba je, mmeshawahi kuwa marufuku mara kadhaa? Mnajisikiaje kuhusu hilo leo? Na mna uhusiano gani na serikali ya sasa? Yaani mmaipigwa marufuku ili kanisa lenu ama mjai kupigwa marufuku? Tulipigwa marufuku mwaka 1968. Na tulikuwa na Attorney General, yani mkuu wa sheria alikuwa anaitwa Njonjo. Ndiye alikuwa alienda akatangaza ya kwamba amepika Msambwa marufuku. Na wakati alitangaza na Elisha naye Mungu akamuita mlima Elkoni. Na akamwambia Elisha, nami inafika wakati nami nitaenda kupika Njonjo marufuku. Hata onekana, hata ongea katika redio yoyote ulimwenguni mpaka wakati atakufa. Na kweli kuanzia mwaka 1982 serikali ya Kenya ilipika Njonjo marufuku mpaka wakati alikufa hakuongea kwa redio wala hakusikika hata kwa ipata yoyote ya mazishi. Na hiyo ilikuwa nguvu ya Mungu. Alipika sisi marufuku na sisi tukampika marufuku. Na mnajihusishaje ama mnajihusianaje na madhehebu mengine ya kidini kama vile ya Kikristo au jadi? Matini hizi sisi tunaona kama imeruka mpaka.
Kama Wakristo wangekaa tu kwa Wasungu watawale huko, kama Waislamu wangekaa tu kwa Waarabu watawale huko, lakini sasa wamekucha huku na hiyo makanisa ndio wameleta saiti mtarafuku au confusion kwa watu wetu, kwa sababu hawachui waende kwa msikiti waende wajisilimu, hawachui waende kwa kanisa waende wapatiswe. Lakini tuko na solution, ni Msambwa. Wale ambao wako na akili watakuja kwa Msambwa, ili ndiye dini ambayo itawanusuru kutoka kwa mikono ya Waarabu na ya Wasungu. Na je, nyinyi mnaamini kama kwamba Yesu ni Kristo na ni Bwana? Na kama mnaamini ama kama muamini, nyinyi huwa mnaamini namna gani? Sisi tunaamini manabii wote wenye walikuwako, manabii wa Wasungu chini ya Yesu Kristo, tunaamini ya kwamba walikuwako kwa Wasungu. Manabii ya Waislamu chini ya Muhammad, tunaamini walikuwa kwa Waarabu. Manabii kama Kautamapudha wa Hindi, tunajua alikuwa nabii wa Hindi, lakini uwezi chukua kwa kanisa la Budha upeleke huko Ukristo watakufukuza, au upeleke huko Uislamu watakufukuza. Ni vivyo hivyo vile tunaamini yao, pia sisi tuko na nabii wetu Elijah na tuko na kanisa yetu. Nao wakicha kwetu watu heshimu sisi, wachue Waafrika pia wako na mwelekeo katika kuabudu vile Wahindi wako nayo, vile Waarabu wako nayo, vile Wazungu wako nayo, na hatuwezi pinga yao, nayo haitakani wapinge yetu. Kwa Waislamu, mtu akiwa Muislamu akikuwa Mkristo ameenda kwa sasa kwa Uislamu wanasema amesilimu, na kwa Wakristo wanasema kwamba ameokoka. Na kwenye mnasema amefanya nini? Kwa Wakristo ukienda wanasema kupatisa, wakati umepatiswa ndio umeokoka. Na kwa Waislamu hatukusilimu, wakati wanakusilimu basi sasa hapo ndio sasa umekuwa haji au umeenda Meka, sasa unakuwa haji. Lakini sisi kwa Msambwa tunaita kuosha. Wakati wanakuosha basi wewe sasa unakuwa kwa dini ya Msambwa. Sasa tuko na sehemu ya kuosha, ndio kusilimu au ndio kupatisa. Na baada ya kifo cha Elijah Masinde mwaka wa 1987, je, dini hii iliendelea vipi? Baada ya Elijah Masinde kukufa, tulikuwa na viongozi wenye wameongoza hii dini. Kwa mfano kama tulikuwa na Waswa Mkanda kutoka series ya hii ya Bunjozi, kutoka katika chamii au kontoko ya Bamweya, alikuwa anaitwa Waswa Mkanda, ndiye alikuwa anaongoza. Tulikuwa na mwingine ambaye alikuwa anaongozwa, alikuwa anaitwa Francis Wenani Waero kutoka Naitiri. Baada ya hao kutoka, tulikuwa na mwingine alikuwa anaitwa Sumba Mkaluhani kutoka Vilondo, naye akaongoza. Wakati alitoka, tulikuwa na mwenye alifuatia alikuwa anaitwa Timono wa Mtete kutoka sehemu ya Muchi huko Milo, naye akaongoza. Baada yake hata tulikuwa na mwingine alikuwa anaongoza dini ya Msambwa, alikuwa anaitwa Joseph Elime Malova kutoka Lukulu. Baada yao kuondoka, sasa mwenye anaongoza sasa sai ni mimi na Songo Bruti, ndiye anaongoza sasa dini ya Msambwa. Na baada yangu tena tuko na wengine. Na headquarter yenyu iko wapi? Headquarter yetu ya dini ya Msambwa kubwa iko Maeni Kimilili. Ile ndoko yuko Matiri kwa Israeli Khawoya, na kwa Maeni iko kwa Elijah, kwa poma ya Elijah Masinde. Alafu ingine iko Sichei kwa poma la Choas Walumoli. Okay. Leo hii mna wafuasi wangapi na wanapatikana maeneo gani hasa? Yaani sasa ukipiga hesabu yako wanaweza kafika wangapi wafuasi? Sasa wafuasi licha ya kuwa tuko na tofauti kitoko, wakati watu wanakuwa wengi huwa wanajihesabu kwa makundi. Kwa hivyo tuko na kundi ambayo inaongozwa na mimi, tuko na kundi ya ingine ambayo inaongozwa na Mayeku kutoka huko Sichei, tuko na ingine inaongozwa na Wapokoti inaitwa Mafuta Pole. Na sote ni Msambwa, kwa sababu kwa ipata ya kwenda Maeni huwa tunafanyia pamoja, tukienda Pokoti tunafanyia pamoja. Kwa hivyo wote kwa ujumla tunaenda karibu watu 1500. Kumbe ni kundi kubwa sana. Ni nyingi. Mnatoa mafunzo gani kwa kisasi kipya kuhusu dini ya Msambwa? Dini ya Msambwa msingi yake sana ni ile kitabu cha Malaki 4:4.
ukisoma kitabu cha Malaki 4 mstari wa 6 inasema nitawapelekea Elia nabii kabla ichacha ile siku iliyokuu, ili akeuse mioyo ya papa ielekee watoto wao na mioyo ya watoto ielekee papa zao, ili nisije nikapika dunia kwa laana. Kwa hivyo tunafunza watu waelekeze watoto wao, isiwe tu atu wanapelekea mwalimu kufunza mtoto. Inatakana mtoto arudi nyumbani afunzwe tabia ya kuishi, tabia ya kabila, tabia ya kanisa, tabia ya papa ni nani, anti ni nani, na yani wale ambao wanahusika katika jamii ni nani na nani. Akifunzwa atakuwa na tabia mzuri. Ya, na tunapoelekea kumaliza, nyimbo zenu nasikianga mnapopiga zile ngoma, kuna firimbi, kuna nini, hizi vitu zinasimamia nini? Sasa ukisoma kitabu cha Zaburi 150, Mungu alimwambia Daudi alikuwa mtoto wa Jese. Alimwambia ya kwamba katika kuabudu au kusifu mimi nataka nisikie matowashi, mandramu, sese, filimbi, sikipika. Hakusema ati asikie ukiimba, alikuwa anataka asikie vitu ambavyo vinatoa mlio ya sauti katika kumsifu yeye. Hii ni Zaburi 150 kuanzia penyewe mpaka kumalizia. Na ukisoma Joshua 6 mstari wa 11, Mungu anamwambia Joshua wakati wanapika zile tarumbeta, hataki asikie mtu akiimba. Kwa hivyo katika dini ya Msambwa, wakati tunapika hiyo ngoma, inatakana sauti ya ngoma isikike tu. Watu wao wananyamaza tu wasikie ngoma, firimbi, sese na vingine vyote. Vile aliamuru Daudi mwana wa Jese. Asante. So sasa nyinyi ni sauti tu, hakuna kuimba. Nyinyi ni tuko na nafasi ya kuimba, na ikifika na nafasi ya kuimba ni kujieleza sisi ni nani, au dini ya Msambwa inaabudu nani. Kwa sababu katika kuabudu tuko katika kuimba, au tuko katika kunena, au tuko katika kuomba, yote ni kuabudu. Katika hizo nyimbo kuna wimbo ambao unaweza kaimba tu kwa ufupi tu hapa hivi tusikie inaenda namna gani, na utatueleza ni kwa nini inaimbwa hivyo. Tuko na wimbo yenye Elisha alituachia katika wakati tunataka kwenda kwa maombi. Alituachia wimbo inasema nisinge mioyo Nyasaye kuonia mioyo papa kusaire chindalo chisikale nditi. Kuonia mioyo Nyasaye kuonia mioyo papa kusaire chindalo chisikale nditi. Bulwale buche wabo Nyasaye kusaire chindalo chisikale nditi. Chikhabi chibe chefu Nyasaye kusaire chindalo chisikale nditi. So hiyo ilikuwa inamaanisha, ukiimba hiyo sasa inamaanisha nini? Inamaanisha wakati imepaki kitoko, kwa hivyo tuombe Mungu, na Mungu atuelekeze katika baraka. Asante sana. Na katika mazishi, sisi Wakristo tunatafuta jeneza, tunapeleka mtu mochari, alafu akirudi amewekwa katika jeneza, amevalishwa suit mzuri kabisa, ameng'ara kama ni mwanaume, alafu mwanamke anavalishwa nyeupe kabisa. Alafu wanawekwa kwa hiyo sanduku, wanazikwa. Lakini ninyi mnafanya namna gani? Sisi Waafrika wetu wa zamani walikuwa wanazikwa katika ngozi. Yaani ngozi ndio walikuwa wanatengeneza, wanaua ng'ombe ya ndume, alafu wanatengeneza ngozi wanazika. Na ile ilikuwa inaashiria yale Mungu alifanyia Adamu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 21, Adamu ndiye alikuwa wa kwanza kutengeneza mavazi kutoka kwa ngozi, na Mungu alitengeneza mavazi na akamuvika Adamu na Hawa, na akasema hii ndio itakuwa nguo yenu. Kwa hivyo sisi tunasika katika hiyo, tukiamini ya kwamba Mungu ndiye alitupa hiyo sheria. Mwanzo 3 mstari wa 21. So nyinyi mnaweka kwa ngozi? Tunaweka kwa ngozi. Saa ingine kama hakuna ng'ombe, tunaweza kumweka kwa sanda, yani suka, vile walimsika Yesu. Na tunamweka tu kwa kapuri bila kuweka kitu chochote huko, kama sanduku au vitu vingine kama chuma. Kwa sababu ukisoma Mwanzo 3 mstari wa 19, Mungu akamwambia Adamu, utakula kwa jasho lako hadi utakapoirudia ardhi, kwa maana katika ardhi wewe ulitwaliwa,
na kwa ardhi utarudi, si atukwa jeneza utarudi kwa ardhi. Okay. Asante sana. Tunapomaliza mwaka 2001 mling'ang'ania kutoa chanzo ya polio kwa watoto. Kwa nini mlipinga chanzo hiyo chanjo ya watoto kuwekewa kwa mkono? Na chanjo ya watoto tuko ni wenye walikuwa wanapinga, wako na unabii wao. Lakini kama mimi sikusikia wakisema tunapinga. Lakini kama tuko na mwenye alipinga, sasa mimi sijui. Kwa sababu hiyo polio ilikuwako hata kabla wasunga wajakuja. Na ilikuwa inaitwa inundu. Na ilikuwa inaua watu wengi sana. Hata ilikuwa inaua hata familia, hata watoto 8 wote wanakufa. Yaani wanakuwa vilema, wengine macho inatoka, wengine miguu inaenda kombo. Kwa hivyo wakati walileta chanjo, kama sisi tini ya Msambwa tulifurahia sana ili ipunguze. Kwa hivyo mwenye alipinga alikuwa tu na mambo yake ambaye sisi sijui. Okay, sawa. Na tunapokamilisha katika mavazi, naona kwanza wewe umevaa kofia fulani hapa, alafu umebeba fimbo, alafu katika shingo lako kuna shanga mahali pale. Ningependa uweze kutueleza ina maana gani? Kofia inaashiria utamaduni na inaashiria, ukiangalia ni kama ngozi ya chui na vile Mungu alitupea mavazi kutoka kwa ngozi ya wanyama inaashiria hilo. Yani Mwanzo 3 mstari wa 21. Na fimbo, ukisoma kitabu cha Kutoka 4 mstari wa 2, Mungu alimwambia Musa, una nini mkononi? Akasema fimbo. Kwa hivyo akamwambia utatumia fimbo katika shughuli zote za siku. Si ati kila wakati kumuomba Mungu, unatumia fimbo katika hata ikiwa Mungu alikuwa anamwagiza Musa anapika hata kwa maji inaenda huku na huku. Alikuwa anapika kwa mamba, maji inatoka. Kwa hivyo inaashiria. Alafu hii ushanga nayo inaashiria, ukisoma kitabu cha Ezekiel 16 kwa njia 9 mpaka 11, Mungu anamwambia Ezekiel, nimekupamba mpaka nimekupa hata mkufu shingoni. Kwa hivyo hii inaashiria mapambo ya Mungu. Asante. Katika filamu fulani niliona kwamba ulipokuwa unakaribia kuhubiri, akina mama walikuwa wameweza kupiga magoti mbele yako. Ulipofika pale nao ukawawekea mikono, alafu nao wakakukabidhi Biblia. Hiyo inaonyesha nini? Inaonyesha wakati mama walikuwa na papa katika bustani la Edeni, mwenye alifunja mamlaka alikuwa mama. Na wakati Mungu alikuja akitaka kuwahukumu, mama alipika makoti akasema, mimi ndiye nilie mwakisa hata mwakakula hilo tunda ambalo ulikuwa unakataza. Kwa hivyo kuanzia siku hiyo wakasema kila siku atakuwa akipika makoti mbele ya mume wake akiomba msamaha. Kwa sababu yeye ndiye alituingiza sisi katika vifo. Na katika dini yenu ya Msambwa, mama anasema ako na usemi gani? Ama yeye ana usemi katika kanisa lenu? Katika dini ya Msambwa mama ana usemi wakati amefika nje, tuko na jumuiya ambayo watakaa, alafu anaweza toa maoni yake. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 34, Mungu mwenyewe anamwambia Paulo ya kwamba ambia watu wote wa makanisa ya kwamba waambie wanawake wanyamaze katika makanisa, na wakitaka kunena watoke waende nyumbani waongee kama wako nje ya kanisa. Kwa hivyo sisi tunafuata hiyo sheria. Ni Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 34 mpaka 5. Mungu anasema ni aibu wanawake kunena katika kanisa, na sisi tunatii hiyo. Kwa hivyo wamama huwa tunawatengea nafasi yao nje ya kanisa, alafu wanafunza, lakini sio kwa kanisa. Okay. Na katika uongozi, mama anaweza akapata uongozi wowote katika kanisa lenu ama hapana? Katika kanisa sisi tunapewa mama uongozi, kwa sababu wakati watafika nje wakifundishana, natakana lazima tuwe na kiongozi mwenye atasimamia. Kwa hivyo tunawapea nafasi ya viongozi wenye wanaweza wafunza wamama wachue kulinda wazee, wachue kufua nguo na kulisha na kufanya nidhamu yote hata kwa watoto. Nyinyi mnapatisa mtu akiwa amefika umri gani, ama bora tu amezaliwa yeye anapatisa? Sisi sasa inatakana mtu awe wa nyumba yake. Ndio tunamuosha. Sisi tunaita kuosha. Yaani kwa lugha yetu tunaita kusinga. Sasa tunaosha mtu kama ako na nyumba yake.
au amefika nyumbani 18 years and above ndio tunaosha, lakini hatuweshi osha mtu ambaye ako na miaka 10 akifika mahali tena anakeuka. Yani akioshwa ameoshwa, hakuna kuruti nyuma tena. Akiruti nyuma ni shauri yake, lakini na iwapo ameenda kinyume na mipango ama sheria zenu, alikuwa ameoshwa lakini amepatikana ameenda kinyume, nyinyi mnafanya namna gani? Tunamuombea Mungu kwa sababu tukimlaani laana itashika. Tuko na wenye tulikuwa na wachungaji wenye hawakuwa na moyo wa kubariki. Kwa hivyo wakati anaosha mtu na anaona ako na tini kwa tini nyingine, anakuwa anamuombea na huyo mtu anakuwa na ugonjwa, anakuwa mwenda wa simu mpaka kufa. Lakini kwangu mimi na waombea tu, wakienda Mungu awalinde. Isiyo watu waharibike. Tunashukuru sana kwa muda wako. Mtazamaji, umekuwa unaongea pamoja na kiongozi wa dini ya Msambwa ambaye anaitwa Nasongo Burudi katika maeneo haya, na natarajia kwamba umeweza kusikia jinsi wanavyofanya mambo yao. Ningependa kwamba uendelee kutazama filamu zetu. Don't forget to subscribe and like, share with your friends. Thank you and may God bless you. Asante sana, Mungu aweze kukubariki. Amen. Hata wewe.